Mkuu wa mkoa wa Songwe amefanya ziara ya kukagua utekelezaji wa maagizo ya upanuzi wa barabara kwa njia 4 kuelekea kuvuka mpaka wa Tanzania na Zambia. Maagizo hayo yalitolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba na Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega, ambapo waliagiza kasi iongezeke ili kukamilisha kwa haraka ili kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mimi binafsi sijaridhika na kasi yenu ya utekelezaji. Watu wa TANROADS niwaambieni kabisa ukweli. Sijaridhika na spidi yenu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali yaliyotolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa TRA sijaridhika na maagizo ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnatuchelewesha. Hii changamoto ni changamoto ya muda mrefu. Tumezungumza tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara hapa, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa ngapi ilikuwa? Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 12. Leo tunazungumzia zaidi ya mwezi mzima. Bado mnaendelea kufanya vikao, mnafanya vikao mpaka lini? Mbona mnataka kutuchelewesha? Sasa mimi nawaambieni watafuteni hawa watu wote mpaka kufika kesho asubuhi. Mimi nataka kila mmoja anayehusika ametimiza wajibu wake. Sio, tumeelewana? Kama kuna mtu wa TTCL anahusika na kuhamisha hivyo na nizao mitambo yake, fanyeni utaratibu, hamisheni. Kama kuna miundombinu ya maji, kama kuna miundombinu ya umeme, kila anayehusika leo asilale, asiende kulala nyumbani kwake leo. Yaani asiende kulala nyumbani kwake. Mimi nataka kazi iwe inaendelea kufanyika. Nyinyi watu wa TANROADS, kesho nataka kazi ianze kufanyika. Huyu ambaye mkandarasi mmeshampata, kazi ianze kufanyika. Ile kazi ya upanuzi wa ukarabati wa ile barabara ya mchepuko, kuweza kuwezesha huduma zingine ziweze kuendelea bila kukwama, ikamilike. Na tukitoka hapa mtoke na madereva, nendeni mkawaonyeshe pia, kwa sababu na wao pia wanaweza wakawa na ushauri kwamba hapa container tukikata kona inaweza ikawa hivi, hapa tukikata kona inaweza kuwa hivi. Kwa hiyo washirikisheni, wapite, wawe na maoni yao, lakini yazingatieni na muitengeneze kile barabara katika kiwango ambacho malori hayatakwama, kwa sababu tunaweza tukawapeleka kule pia tukasababisha tena mkwamo na kunaweza ukawa na msongamano tena mwingine. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe, serikali inapotoa maagizo yanatakiwa yatekelezwe ndani ya muda mfupi, sio kusuasua kwenye kutekeleza maagizo, kwa sababu tukisuasua tunawacheleweshea wananchi maendeleo. Serikali ilishafanya uamuzi, serikali ilishatoa fedha tayari. Mheshimiwa Rais ameidhinisha fedha hapo zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya hiyo kazi kuweza kufanyika. Yuko tayari kutoa hizo fedha, na watu wa TANROADS wameshaambiwa mkandarasi, mleteni fedha, ziko tayari. Mheshimiwa Rais ameshazitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alishatoa maelekezo. Maana yake wanaotuchelewesha ni hawa mabwana. Serikali haina deni na nyinyi. Na ndio maana leo nimekuja kukagua kazi na sijaridhika na spidi yao. Kesho asubuhi ninataka taarifa pia ya hatua ambayo tuliofikia kuanzia sasa hivi. Maana yake wote wanaohusika, TTCL aje hapa site, mtu wa umeme aje site, sio mtu wa maji aje site, kila anayehusika waje site, muweze kuangalia namna bora ya utekelezaji. Kwa sababu kama mlikuwa mnajua wakati wa kuanza hili zoezi, tunatakiwa tuendelee na zoezi, wakati huo huduma hapa za kituo chetu cha OSBP hazikwami. Manake hiyo kazi ilihitaji muda mrefu wa utekelezaji wake, maandalizi yake. Manake tangu kipindi kile mpaka leo hii mngekuwa tayari mmeshafanya kwa utaratibu mzuri, mmemaliza hiyo kazi. Sasa nyinyi mko taratibu, kikao mmekaa juzi kujadiliana. Maagizo yametolewa tangu mwezi mmoja. Sasa msitake tufanye maamuzi mengine. Kabla ya kufika huko, mimi nataka kazi ianze mara moja kuweza kutekelezeka. Kesho asubuhi ninataka taarifa. Hakuna mtu, umesikia meneja? Wewe kitanda chako kitakuwa huku leo, sawa? Mkuu wa mkoa, mimi binafsi nilikuwa nafikiria nije nikuone kwa nini tuliambiwa maneno mpaka leo barabara itanuliwa. Na siku ile mkuu waziri wa ujenzi aliahidi, na akaja waziri mkuu akaahidi kwamba watu hawatakula sikukuu walie kazini. Kuhusu mkandarasi tayari tumeshampata na tunaye hapa, anaitwa Nalmo Construction Company Limited kutoka Mbeya. Na tayari sasa zaidi ya wiki tumeshamuonyesha eneo la kazi, tumeshaweka alama ambazo mradi utapita, hizo barabara zitakazotanuliwa zitaishia wapi. Changamoto ilikuja kwenye kuanza utekelezaji. Tukaona kuwa wakati malori yanapita, mkandarasi hawezi kuleta mitambo mikubwa kama grader na excavator kuendelea kuanza kutindua kule wakati malori yanapita. Kwa hiyo tulikaa pamoja na wenzetu wa TRA pamoja na TARURA, tukaamua tutafute njia mbadala.
Kwa maana hiyo mkandarasi kuanzia jana ameanza kuitengeneza na leo hii ataikamilisha. Kwa hiyo ndio sababu mkandarasi hajafika na kuanza utekelezaji. Kwa hiyo ni siku ya Alhamisi ndio tumepewa hizo taarifa kwamba ukuta utaanza kubomolewa kuanzia hapa. Sisi tusingeweza kuanza kubomoa ukuta. Siku ya Alhamisi ilikuwa tarehe ngapi? Nafikiri tarehe 22. Tarehe 22 mimi nilikuwa na meneja wenu siku ya tarehe 16. Tulikuwa wote kwenye kikao cha waziri mkuu. Wakaniambia kesho ilikuwa ni siku ya tarehe 17 wanakwenda, na alinipatia taarifa kwamba walishakuja tayari mlioneshwa. Sisi tulipita mapema akiwepo na mwakilishi wa meneja hapa. Ila Alhamisi ndio tutakaa kikao wote, lakini kabla ya Alhamisi tayari tulishawaonyesha, tukapita na surveyor na mwakilishi wao alikuwepo, ndugu Abdul anatoka TRA.